Ni siku ya furaha sana na siku ya kihistoria kwangu kwenda kuona halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya inarudisha kile ilichokusanya kwa wananchi wa Chunya kwenye jamii ya watu wa Chunya kwa kuweza kutoa mikopo yenye thamani kubwa ili wananchi wetu wa wilaya ya Chunya waweze kukua kimapato. Lakini jambo kubwa na la msingi zaidi, natumia nafasi hii kuipongeza halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya, kwanza kwa kuendelea kukusanya vizuri mapato yetu ya ndani, hali inayotufanya tuweze kuwa na nguvu ya kutosha kuweza kuwa na uwezo wa kifedha, ambapo leo tunaweza kutoa fedha zaidi ya milioni 604 kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Tuwapige makofi. Mikopo hii ya 10% imeenda kwenda kuwalenga wakina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Na leo mimi niseme nimefurahi zaidi kwa sababu katika vikundi vilivyopata mikopo mikubwa ni kundi la vijana. Vijana mjipigie makofi. Huko nyuma vijana walikuwa nyuma, wakina mama ndio walikuwa wanaongoza. Lakini leo naona vijana mmeenda tofauti. Sasa nyinyi mmechangamkia fursa hii kwa sababu nyinyi mna kesho nyingi zaidi. Mjipigie makofi. Pamoja na vijana kuweza kujitokeza kwa wingi, lakini pia tuendelee kuwapongeza idara yetu ya maendeleo ya jamii kwa namna ambavyo imeendelea kuratibu hili zoezi. Zoezi limekwenda vizuri chini ya mwenyekiti wa hii kamati ya kutoa mikopo ambaye ni katibu tawala wetu wa wilaya. Hakika mmefanya kazi kubwa. Leo tunaweza kuweza kuwapata hawa, nikiangalia tu kwa sura zao zinanionyesha kwamba hii fedha wanaenda kuitumia kwa malengo yaliyokusudiwa na wako tayari kwenda kurejesha kama ambavyo mkataba na masharti ambayo tuliyokujia. Mjipigie makofi. Lakini pia kwenye taarifa hapo amezungumza kwamba kabla ya siku ya leo mmeweza kupata mafunzo ya siku 3, namna ambavyo mnaweza mkafanya biashara vizuri, namna mlivyokumbushana kuweza kufuata masharti ya mikopo hii, lakini kubwa zaidi tusiweze kukiuka masharti ya hii mikopo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katibu wangu wa chama amezungumza. Mwaka jana tulipokuwa kwenye kampeni tulikuwa tunapita, moja kati ya mambo makubwa ambayo tulizungumza kwenu ni kwenda kuwatumikieni kuhakikisha kwamba mikopo ya 10% inapatikana. Hivyo tunapokuja mbele yenu tunatembea kifua mbele kwamba yale tuliyoyaahidi na yale ambayo yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tunaenda kuyatekeleza kwa vitendo, na nyinyi mmekuwa mashahidi na nyinyi ndio wanufaika wakubwa. Mjipigie makofi Chama cha Mapinduzi. Lakini kipekee nimpongeze mwenyekiti wangu wa UWT. Hakika leo umepiga nondo kweli kweli. Mumpigie makofi. Yale uliyoyasema sihitaji kuyarudia, lakini wakina mama wameyasikia, lakini pia vijana wenzangu wameyasikia. Twende tuyapokee, twende tukayafanyie kazi ili dhamana kubwa na malengo makubwa ya mikopo hii iweze kwenda kutimia. Kama mnavyofahamu, milioni 604 sio fedha ndogo. Kuna halmashauri nyingine hata kutoa shilingi milioni 200 zinashindwa, lakini sisi leo tunatoa shilingi milioni 604. Ni fedha nyingi ambazo zitaongeza mzunguko kwenye wilaya yetu ya Chunya, na sisi kwa mtu mmoja mmoja itatufanya tuweze uchumi, lakini kwenye jamii yetu kwa ujumla tutaweza kujikwamua kiuchumi zaidi. Hivyo tunawasisitiza kwanza waendelee kwenda kuzitumia fedha hizi kwa yale malengo yaliyokusudiwa. Tunatambua kwamba leo mmekutana kama vikundi. Wakati mnakutana kama vikundi, inawezekana kila mmoja alikuwa na malengo
tofauti tofauti, lakini mkakubaliana kwenye lengo moja la biashara iliyokusudiwa. Hivyo tunasisitiza muende kwenda kuzifanyia hizi fedha kwa biashara iliyokusudiwa ili iweze kwenda kuleta matokeo chanya. Lakini hapo hapo bei yake, leo wengine ni wakopaji wapya na wengine wanaendelea. Hizi fedha unakuwa ni mtaji wako wa kwanza. Unapokwenda kufanya biashara vizuri na ukapata matokeo mazuri na ukarudisha kwa wakati, unapata nafasi kubwa zaidi, kama katibu tawala alivyosema, kukopeshwa mara 2 au mara 3 zaidi, ili wewe mwenyewe uweze kukua hapo ulipo.